وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. صدق الله العلي العظيم. Katika mambo ambayo yafungamana na masala ya kutaua wakati wa kuoa ni suala la ikhtilafu ya dini. Tumeona kwamba msingi muhimu unaotegemewa na Uislamu ni msingi wa dini. Idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Sasa je, Muislamu aweza kumuoa asiyekuwa Muislamu? Ama Muislamu aweza kuolewa na asiyekuwa Muislamu? Nakusudia mwanamume kumuoa mwanamke ambaye si Muislamu na mwanamke wa Kiislamu kuolewa na mwanamume ambaye si Muislamu. Hii ndio nukta ambayo nataka kusimama nayo hapa tulipo. Masala haya ni masala marefu katika mijadala ya kifikihi. Ukisoma zitabu za fikihi katika milango ya ndoa, wakati kunapofikia mada hii, ni mambo yana ikhtilafu nyingi ndani na mijadala mirefu. Lakini sisi kwa kuwa tuko katika darsa ya kimawaidha zaidi kuliko kuwa ni darsa ya kifikihi na kutaka kufuatilia kauli baada ya kauli na kila kauli kwa dalili zake na nini zake, nafikiri itakuwa si mustawa wa hili darasa. Nitazipitia tu yuyu, lakini nikitumai kwamba hatutoweza kufikia kwenye uamuzi wa mwisho kwa kipindi hiki kwamba ipi ndio kauli ya sawa au sio sawa. Kwanza, kitu ambacho hakina shaka kwa wanazuoni wote wa madhehebu yote, hakina wasiwasi wala hakina mjadala wala hakina khilafu, ni kwamba ni haramu kumuoa kafiri ama kumuoa mushriki ama wathani. Hapa hapana mjadala. Na tukinena kafiri tunamaanisha mtu asiyekuwa na dini kwa mustalahi ya Qur'an. Haamini Mungu kabisa, kama wa komunisti hasa. Na wengi leo katika ulimwengu wa magharibi, japokuwa sisi huwa hisabu wa Kristo, lakini wako kwenye fungu hili. Wengi leo ukiketi ukizungumza nao ukimuuliza, utamwona mtu kwambia mimi kuna mambo ya Mungu. Hawaamini Mungu. Pengine ule Ukristo huja wakautumia nchombo tu wakati wakiutaka, kisha wakauweka kidakani kuzuia ukakoma. Kwa hivyo mtu ambaye hana dini, haamini Mungu, hafai kuoa Muislamu wala Muislamu kumuoa yeye. Hilo jambo limefungiwa, hakuna mjadala kwa Waislamu. Vile vile mushrik,
tunaabudu sanamu, akubali Mungu lakini amshirikisha Mwenyezi Mungu, kwa maana sanamu, waabudu ng'ombe, waabudu nyoka, waabudu nini. Pia hakuna mjadala kwa wanazuoni wa Kiislamu wote kwamba huyu hafai kuoa kwa Waislamu wala hafai kuolewa na Waislamu. Vile vile mtu alokuwa Muislamu akaritadi, haolewi, haoi, hakuna mjadala, hafai kuolewa na Muislamu wala yeye kuoa Muislamu. Kwa hivyo katika nukta hizi tatu tuzifunge, hazina mjadala: kafiri, mushrik, murtad. Mwanamume, mwanamke, yani kuoa, kuolewa haifai, hiyo haina mjadala. Pili, hakuna mjadala kati ya wanazuoni wote wa Kiislamu kwamba mwanamke wa Kiislamu hafai kuolewa na asiyekuwa Muislamu kwa namna yoyote atakayekuwa. Mwanamke wa Kiislamu hafai kuolewa na asiyekuwa Muislamu, hata kama ni ahlul kitabi. Si kafiri tu, wala mushriki tu, wala murtadi tu, hata mnaswara, hata Myahudi. Yani kwa ufupi, mwanamke wa Kiislamu hapana nafasi ya kuolewa isipokuwa na Muislamu peke yake. Hilo pia halina mjadala kwa wanazuoni. Wapi penye mjadala? Penye mjadala ni hapa kwamba je, mwanamume wa Kiislamu aweza kuoa ahlul kitabi? Mara nyingi tukizungumza ahlul kitabi tumaanisha al-yahudu wa nasara, Mayahudi na Wakristo, yani watu wanaoamini kitabu, wale wana Taurati, wale wana nini, wana Injili. Hapa ndipo mahala wanazuoni wamekhtalifiana: mwanamume kuoa mwanamke Mkristo au mwanamke Myahudi. Sio Myahudi mwanamume kumuoa mwanamke Muislamu, tumenena haifai. Katika kuzifuatilia ikhtilafu za wanazuoni kuna takriban kauli 5, tazipita mbio mbio. Kauli ya kwanza yanena ni haramu kuwaoa ahlul kitabi mutlaqan, kuna nafasi hiyo kabisa, kama vile mwanamke hafai kuolewa na Mkristo na Myahudi, na mwanamume hafai kuoa Mkristo na Myahudi. Hao wasema haramu, tena haramu mutlaq. Kuna kipengee, hakuna kuzingia mlango wa nyuma wala dirisha wala nini, umefungwa milango yote. Hawa dalili yao wamezoitegemea kunena ni haramu ni aya niloisoma katika suratul Baqara, aya 221. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wala tankihul mushrikati hatta yu'minna. Na mbele ametuambia wala tankihul mushrikina hatta yu'minu. Atuambia sisi Waislamu wanaume msiwaoe mushrikati wanawake mpaka waamini, wasilimu yani. Na waambia wanawake wala tankihul mushrikina, msikubali kuolewa na wanaume mushrikina hatta yu'minu. Na wasema ahlul kitabi waingia katika mushrikin, yani aya ya watanganya, kwa sababu fi natija wanao kitabu lakini wamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano tukikuwa leo Wakristo watakwambia kuna Mungu Baba, sijui Mungu Mwana, sijui kuna Roho Takatifu. Hizi zote sasa zaita nini? Shirki. Kwa hivyo wao pia ni mushrikin. Kwa hivyo ikiwa ni mushrikin, aya yatuambia wala tankihul mushrikati. Hii ndio dalili yao kubwa wamezoitegemea.
Toba ni dalili yajibika hii. Sahihi, ni kweli panao sampuli ya shirki, lakini kwa mujibu wa mustalahi ya Qur'ani haitumii neno mushrik kwa ahlul kitabi. Qur'ani na Uislamu pamoja na kwamba ahlul kitabi wana shirki aina fulani, lakini imewaweka daraja yao mbali, haiwatangamanishi, na imehalalisha mambo kwa ahlul kitabi ambayo haikuhalalisha kwa nani? Kwa mushrikini. Kama itakavyokuwa chakula chao tuweza kula, wengine na kitindo chao baadhi ya Waislamu wanena. Na ndio utaona leo katika suratul lam yakun, katika juzu ya amma, Mwenyezi Mungu atuambia lam yakunil ladhina kafaru wal. Kwa hivyo hawakuwa wale walokufuru. Walokufuru kuna sampuli nyingi, ametuambia min ahlil kitabi wal mushrikin. Katika ahlul kitabi yani Wakristo na Mayahudi, wal mushrikin. Ni nani mushrikin? Wanaabudu masanamu na nini, hawatangamanishwi na ahlul kitab. Kwa hivyo mustalah ya mushrikin haiwatanganyi ahlul kitab, na aya imetukataza kuwaoa nani? Mushrikati, wala tankihul mushrikati. Kuna wanazuoni grupu ya pili. Grupu ya kwanza imenena haramu, funga mlangono. Grupu ya pili imenena halali mutlaqan, tena hakuna hata sharuti wala zikwazo. Au imenena halal mutlaqan kuwaoa ahlul kitab. Kwa dalili gani? Hao wategemea aya iliyoko kwenye suratul Maida aya ya 6 ambayo yanena uhilla al-yawma uhilla lakumut tayyibatu wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba. Aya yatuambia leo mumehalalishiwa nyinyi zizuri, na mumehalalishiwa chakula cha wale walopoa kitabu, yani ahlul kitab. Hillun lakum, zote hizo ni halali kwenu. Wa ta'amukum, na chakula chenu, hillun lahum, ni halali kwa wao. Wal muhsanatu minal mu'minat, na wanawake wamezojilinda heshima zao katika Waislamu ni halali kwenu nyinyi. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba, na wanawake wamezolinda heshima zao katika ahlul kitabi ni halali kwenu nyinyi. Kwa aya iko wazi natuambia kwamba muhsanat ni muhimu. Hapa Sheikh Yusuf al-Qaradawi au Dr. Yusuf al-Qaradawi katika kitabu chake cha akiita al-halalu wal haram anena katika ada itumiwao vibaya leo ni barobaro wakisha kuipata hii fatwa ya kuoa ahlul kitab. Sheikh Yusuf al-Qaradawi hazungumzi hako Kenya, uko wapi? Qatar kama Imarat kama nimekosea. Anena barobaro yao huitumia hii kwa wanawake wale wa barabarani. Kama mtu mathalan ametoka barabarani, kuna kwa gasi ni ahlul kitabi hawa wapiga kitabu tu, yani mwanamke ambaye kwamba ni mzinifu auza mwili wake barabarani, watabiq wewe wal muhsanatu min alladhina utul kitab. Angalia aya imenena hiye wal muhsanatu, hakunena wanawake tu. Muhsan ni mwanamke ama ni mtu amezomina alhisn. Hisni ni ngome, ndio maana hisni lile kuta lijenge wao mui huitwa hisn. Hata ile 40 Jesus Kiarabu waiita hisnul masih, sio? Ni ngome ama lekuta na ujengeo. Kwa hivyo mwanamume akiamkuliwa muhsan au mwanamke akiamkuliwa muhsana ni ule amezojenga ngome ya heshima yake, anaotambulika kiheshima katika ahlul kitab. Ndio hao Mwenyezi Mungu anaotupa ruhusa kufanya nini? Kuwaoa, si wanawake wachafu wanaotembea ovyo barabarani. Kwa hivyo grupu la kwanza la nena haramu mutlaqan,
Grupu la pili lanena halali mutlaq. Grupu la tatu lanena yajuzu mutlaqan ala karahiyya, ni halali lakini ni halali ile ambayo ni makruh, kosa budi. Hawa wana hadithi fulani zimekuya kama zaonesha kukataza kuwaoa ahli kitab. Moja mfano hadithi anaulizwa al-Imam Sadiq alayhi salam. Kuna bwana amuuliza al-Imam Sadiq, suila anil mu'mini yatazawwaju bil yahudiyya wan nasraniyya, muislamu ataka kumuoa myahudi au mnasara. Imam Sadiq akamjibu akamwambia, idha asaba al-muslima famadha yasna'u bil yahudiyya wan nasraniyya, ikiwa atapata mwanamke wa Kiislamu atakufanyia nini myahudi ama mnasara? Kiza jawabu vizuri. Unamwambia naweza kumuoa myahudi ama mnasara, Imam Sadiq akamwambia ikiwa amepata muislamu ya nini kwenda kwa myahudi ama mnasara? Jamaa hakutosheka, amwambia Imam Sadiq, yakunu lahu fiha alhawa, ampenda. Masala si masala ya kwamba ni nini, lakini amemuingia moyoni, afanye yeye sasa. Imam Sadiq akamwambia ikiwa amemuingia moyoni, infaala, kwa hivyo hana budi ataka kufanya, falyamna'ha min shurbil khamr, lakini atukue jukumu moja amuoe yani, lakini amkataze kunwa tembo, wa akli lahmil khinzir, na kula nyama ya nguruwe, wa'lam, na ayue, lakini pia japokuwa amefuata mahaba, amempenda, ayue kuna kitu kimoja, wa'lam anna alayhi fi dinihi ghadaba, ayue lakini kwamba dini yake kidogo iko kwenye matatizo. Al-ghadaba ili neno nimejaribu kurudia kwenye Munjid, wamelifasiri ni maana mbili, ima adh-dhilla au an-naqs, udhalilifu ama upungufu, na hapa zaidi ya wana na neno naqs, haijua kwamba dini yake iko kwenye kunini, kupungua. Sasa hii wanazuoni wameifahamu ni makruh kwa sababu yatishia dini yako au yatishia dini ya mustakbali wa watoto lau kutapatikana cha kuzaliwa kati yako wewe. Kwa hao wakaenda wakanena ni makruh japokuwa hufaa. Grupu la 4, hawa yakuluna yajuzu lakini fi halati al-idtirar, hufaa muoa myahudi ama mnasara lakini wakati wa dharura, kama kula uyusi, ndio maana idtirar. Idtirar neno idtara kwenye aya Qur'ani ina faman idturra ghayra baghin wala 'ad. Kwa sisi waislamu tuna zitu ni haramu, lakini kwa sababu ya dharura huenda zikawa halali. Pana mtu anandaa muhufa na hakuna mbele yake isipokuwa ni uyusi, yani ni nyama ambayo haikutindwa kisharia, ima ale ni haramu kula uyusi, au aketinandaa pia hata ni yale lozungumza yuzi, yuqaddamu al-ahamu ala al-muhim, yani huko kwenye kuokoa maisha yake ama kulinda haramu, Mwenyezi Mungu asema kula uokoe maisha, lakini ghaira baghin wala. Kuna kaida wanazuoni wameweka, wanena ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, dharura hutekelezwa kwa kadiri yake. Kama wewe waweza kula robo kilo utosha kuokoa maisha, hutosha robo kilo, usitukue nafasi sikule kwa kutakuwa na mishakiki na nini, tumefahamiana. Ikawa sasa yao sio ni halali kula uyusi, kukafanywa karamu haswa na pati ya uyusi, la. Wanazoona kwambia ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kwa hivyo masala ya kumuoa mwanamke wa Kiyahudi na mwanamke wa Kikristo, kuna baadhi ya wanazuoni wamenena ni halali, lakini inda dharura wa inda al-idtira. Yani dharura vipi? Uko katika mazingira umekwisha kuzengia mwanamke wa Muislamu, atakumoa hakuna,
Kwa maana haya mara nyingi hayatasawariki katika mii ya Kiislamu. Hakuna mbele yako isipokuwa ni hawa. Kwa hivyo na kuoa ni muhimu, na ghariza jinsia lazima tumenena ifanywe nini, ipoe haki yake. Kwa hivyo pale utakuwa na nafasi ya kuoa Mkristo na kuoa Myahudi. Lakini ikiwa kuna Muislamu, haina haja ya kwenda kuoa Mkristo na Myahudi. 5, hizi kauli 4 nilozihesabu, halali mutlaqan, haramu mutlaqan, halali lakini makruh, halali kwa dharura, ziko katika madhehebu yote. Kauli hizi ndivyo katika maulamai wa Kisuni wamegawanyika kwenye kauli hizi, vile vile katika maulamai wa Kishia wamegawanyika. Ya 5 ni kauli iko katika madhhabi ya Kishia peke yake. Kauli hii haiko kwenye madhhabi ya Kisuni. Kwa nini? Tutaelewa kwa nini. Bali ndio mashhur kwa ulamai wa Kishia kama inavyonakiliwa. Wengi katika wanazuoni wa Kishia wamenena yajuzu zawaju bilkitabia mut'atan la daiman. Wasema wale ni halali kuoa ahli alkitab, lakini kuoa nikahul mut'a, sio kuoa nikahu daim. Wengi wamekwenda kwenye kauli, na nikasema kauli hii haiko kwenye madhhabi ya Kisuni kwa sababu nafikiri shaeleweka, kwa sababu tayari msingi wa nikaha ya mut'a ina mijadala baina ya Mashia na nani na Masunni. Muhimu hapa kauli ni hizi 5. Nimeambia kufikia kwenye ipi kila mmoja hapa ni muhimu arudi pia kwenye madhehebu na yake yafuatayo na nini, na yani bahthi yataka mambo marefu katika fiqh. Lakini tukiwa tutatoka na natija, hufaa kumuoa ahli alkitab, Mkristo au Myahudi, kwa sampuli yoyote, ni halali mutlaqan au ni halali kwa karaha au ni halali kwa dharura. Ni upi ahli alkitab? Ni upi ahli alkitab? Narudia kwanza, si kila asiyekuwa Muislamu ni ahli alkitab. Si kila asiyekuwa Muislamu ni nani? Ni ahli alkitab. Kama mara nyingi tunavotukulia kila yao ambao si Muislamu ima ni Mkristo au ni Myahudi. Wengi hususa ulimwengu tunaoishi hawana dini, hususa watu wanaotoka kwenye ulimwengu wa magharibi hawaamini dini. Hii ni kitu muhimu sana watu watakawakiangalia. Pili, mjadala ulioko kwamba je, ahlul kitabi ni wale original waloteremshiwa vitabu ama ni kila mfuasi wa Ukristo na Uyahudi ni ahlul kitab, ale atakuwa zama atakazokuwa, kabila atakaokuwa, nchi atakaokuwa? Kuna ikhtilafu kwa wanazuoni. Kuna baadhi ya wanazuoni wanena ahlul kitab sharti wapate wale wenyewe, wale walotumiliwa Nabii Allah Musa wakapona Taurati, Mayahudi wenyewe, Mayahudi. Sio wewe Mwafrika huku umefuata Uyahudi utaingia kwenye ahlul kitab. Vile vile Wakristo sharti wapate wale wenyewe, na sharti turudi kwenye mambo ya nasaba sasa, tufuate kizazi mpaka tupate huyu nao asili ya kule ama hana. Si masala mtu yoyote ameinuka ufuata dini ya Kikristo atafuata. Kuna baadhi ya wanazuoni wamenena la, kila mfuasi wa dini hizi aingia kwenye ahli alkitab. Ye maadamu yuwafuata sheria ya Kiyahudi ni ahlul kitab, afuata sheria ya Kikristo ni ahlul kitab. Hii mijadala iko katika vitabu za fiqhi kati ya wana fiqhi wa Kiislamu. Mtatosheka nukta hii hapa katika masala ya kuoa ahlul kitab. Lakini mbali na fiqhi, mbali na halali na haramu, turudi kidogo nyuma tuiangalie ndoa katika Uislamu.
Kisha turudi tuangalie hali ya maisha na mifano mara nyingi ya ndoa zimezofungwa katika tofauti za kidini na matatizo ambayo yatarajiwa kwa mwenye kuoa na kitakachokuzaliwa. Nafikiri ni muhimu kuwa kutakuwa na hisabu nzuri katika kuitekeleza, hata kama itachukuliwa ni halali, na hususa katika kipindi ambacho umma hauna ngome. Kwa hiyo mwanadamu katika kutangamana huwa kuna unsuru ta'thiri wa ta'athur. Wewe wa muathiri na yeye akuathiri, na katika kuathiri na kuathirika yategemea nguvu zilioko katika pande mbili, na ngome na kinga za kiculture na za kidini ambazo ziko kote kuwili, ili katika kuweza kuathiri. Ni kweli Waislamu walipokuwa na nguvu, Waislamu walipokuwa kama umma, Waislamu walipokuwa na maadili, walipokuwa wakioa, walikuwa wakiathiri. Na ndipo utaona Uislamu ulisikilia mpaka Spain, na Waislamu wakaenda wakawaoa, wakazaa nao, na kukatoka zizazi ambazo za Kiislamu sio zizazi, kukatoka watu ambao ni nyota za ng'ara katika maisha ya elimu ya Uislamu katika matumbo yale. Leo ukisikia tafsiri zinazotegemewa leo, utasikia ni tafsirul Qurtubi. Qurtubi Jamiul Ahkam ni nisba ila Qurtuba. Qurtuba ni mui uko wapi? Andalus, kwa Spain. Ibn Rushdi si Mwarabu, Ibn Rushdi ni Mqurtubi. Hawa ni nyota ziling'ara ambazo zilitoka wapi? Zilitoka Spain, na wakawa ni mabongo ya Uislamu, na wakafanya mambo ambayo hayakufanywa na watu wa kawaida ambao wametoka kwenye matimbuko ya Kiislamu. Lakini lini hapo? Wakati walipokuwa Waislamu wana kinga za kisasa, wamemiliki nguvu, waongoza ulimwengu, wamuo wao humvuta. Lakini wakati ikiwa barobaro hana kinga ya kisasa kuingia katika ulimwengu huu, especially wakati mwanamke yule ambaye wamuoa, na mimi zaidi silengi masala ya kuoana hapa Mkristo wa hapa Amu ama Mkristo wa hapa Mombasa. Mara nyingi na nenga Mkristo wanaotoka nje ambao mara nyingi wanakuwa wanatushinda akili, wanatushinda elimu, watushinda ufahamu wa maisha na nini. Mara nyingi huenda ikawa tumeolewa hatukuoa, na mara nyingi huenda tukawa ni wenye kuathirika si wenye kuathiri, na mara nyingi huenda vijana wanaozaliwa katika nyumba hiyo wakawa wenye kukosekana katika mazingira ya Kiislamu. Hapa ndipo tunataka tuwe na hadhari sana katika kuangalia mambo kama haya. Nafikiri tumemaliza nukta hii. Narudia kwa ufupi, tumezungumza nafasi ya ndoa katika Uislamu, tumezungumza malengo ya ndoa katika Uislamu, na tumezungumza sifa za wenye kuoana na sharti za kutauana. Sasa tuingie moja kwa moja katika milango ya ndoa. Na hatua ya kwanza inaopijwa katika milango ya ndoa ni khutuba, posa. Kiarabu yaitwa khutuba. Nini khutuba ama kuposa? Sikia leo fulani amemposa fulani, ama fulana ameposwa na fulani. Nini maana ya khutuba? Na zaidi napotaka ndani ya khutuba kuna nini, na kuna matatizo gani yatokea, na kuna hatari gani, na kuna faida gani na mazuri gani yatakayalindwe, na yapi yatakayaangaliwa katika kuposana na yanaoendelea baada ya kuposana.
Posa yamaanisha kipindi fulani anachoishi mwanamume na mwanamke baada ya kutangaziana au kuwasiliana au kuelezana kutakana kwao, wakakubaliana kutoka ile hatua ya kutaka mpaka maelewano yatakao kuendelea mpaka kipindi kitakachokuishwi baada yake, mpaka siku ile kutakapokunena zawajtuka msikitini. Chote hiki tukiita ni kipindi cha posa. Chaweza kuwa ni mwezi, chaweza kuwa ni miezi 6, chaweza kuwa ni mwaka, chaweza kuwa ni miaka 5, chaweza kuwa ni miaka 10. Na kikawaida katika posa, kiada na kimila na kidasturi na kimaumbile kama wanavodai wengine, ni mwanamume humtaka mwanamke. Isipokuwa katika baadhi ya jamii zingine, sitozungumza katika community zetu za Kiislamu na jumla, laziko baadhi ya jamii mwanamke ndio anataka kumtaka mwanamume. Lakini ada tunazoziishi sisi katika mazingira ya Kiislamu kwa jumla ni kwamba mwanamume ndio anayeposa, na hili si jambo baya, isipokuwa tu hafai mwanamke kunyimwa kabisa haki hii ikibidi, ingawa haitowapendeza baadhi ya watu kwa sababu ya mila, kwa sababu ya dasturi, kwa sababu ya imefahamika kama anavyosema al-Allama Said Muhammad Hussein Fadhlullah katika tarikhi, mwanamke imefahamika mwanamke ni mwenye kutakwa na mwanamume ni mwenye kutaka. Lakini kwa nini mwanamke awe ni mwenye kutakwa na mwanamume ni mwenye kutaka? Said Muhammad Hussein Fadhlullah yasema ni wakati ndoa ilipoangaliwa kwa mtazamo mfinyo wa malengo ya ndoa, kwa sababu ukitaja ndoa nafikiri kila mtu akili yake ukimbilia kwenye masuala ya jinsia. Ukitaja ndoa, picha ya kwanza inayohudhuria kwenye akili ni masuala ya nini? Ya jimaa. Na katika hali ya jimaa, kupitia sifa za mwanamume za jur'a, ushujaa, na kupitia sifa za mwanamke za kujera, kuona haya, ni jambo la kawaida katika hali ya kijinsia mume awe ni mwenye kutaka na mwanamke ni mwenye kutakwa. Ni jambo la kawaida katika hali ya kijinsia, hata kwa hayawani ukiliangalia, awe mume ndio mwenye kueleza mapenzi na mwanamke ni mwenye kuishaua. Hii ni hali ya kawaida. Lakini tukipanua sura ya ndoa, tukaitoa tu kwamba ni muhimu tumenena masuala ya jinsia, lakini ndoa ina malengo zaidi ya jinsia, haja ya mwanamke anavyohitaji ndoa na haja ya mwanamume anavyohitaji ndoa ikipita masuala ya jinsia, mwanamke pia atake ndoa, akiwa ataitizama kwa mtazamo hii ni pana zaidi. Lakini kina namna hii sineni ni mila mbovu zivundwe, la. Manena ni kitu cha kawaida, mwanamume kutoka kwenda kumtaka mwanamke, na haijawa kuna haramu imefanywa wala la aibu wala lolote, bali tuenda katika misingi ya kiheshima na nini. Lakini ikibidi, kuna kosa gani mwanamke akimtaka mwanamume? Ili lisiangaliwe tendo hili kijamii kwamba ni kama limeruka mipaka ya heshima ama mipaka ya kidini. Na katika tarikhi tuambiwa kwamba Nana Khadija ndio alimtaka nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini Nana Khadija apige hatua ya kumtaka Mtume? Kwa sababu Nana Khadija aliifahamu ndoa ni nini, na hakuiweka ndoa kwenye masala ya kijinsia. Alikuja kuifahamu ndoa kwa maana yake katika jamii ya umuhimu,
na akaona katika watu walioko Maka huyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiye mume bora wa kuweza kuunga naye ndoa ile ninayoifahamu mimi, na ikiwa mimi nitamgoja yeye kunambia mato yatakao kuona haya ndoona mimi ni mengi katika hii jamii. Kwa hivyo kuna uwezekano nafasi hii mimi kaikosa. Bali ukisoma sera, ukirudia sera tu Ibn Hisham ama sera tu Tabari, wasema kwamba Abdullah babake bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipobalighi, alipokuwa barobaro, ilikuwa hapa katika paa lake la uso kuna nuru aina fulani iking'ara. Nuru ile haikuondoka mpaka siku kulipotukuliwa mimba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Katika sera ya Ibn Hisham asema Abdullah katika kutembea ashawahi kuitishwa na wanawake mpaka wakimwambia tutakupa pesa kadhaa ndo nioe, akikataa. Baada ya kumuoa Amina binti Wahab na kutukuliwa mimba ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah alirudi tena akawa aona mambo yamebadilika. Zile barabara alikuwa akipita na wanawake walikuwa wakimtongoza huku na huku, akaona kumekuwa kete. Akauliza mvipi, ule mwanamke mmoja akamjibu akamwambia ile nuru ulikuwa uitukuzie kwenye paa lako la uso ishaondoka. Napataka mimi ni kukuonesha kwamba kama mfano wa kihistoria uangalie wanawake walioweza kutukua hatua kumkabili Abdullah ibn Abdul Muttalib na kumwambia ndoni oe. Kwa hivyo nafikiri nimeeleweka. Sitaki kunena haya yanayoendelea ni makosa, ni mazuri, lakini ikibidi mwanamke na hususa anapoona mwanamume ambayo astahiki kuunda naye maisha ya ndoa, wazazi wake wasione ni zito. Nikitaka kuja mifano ni mingi jambo kama hili, na tarikhi za wanazuoni mimi kadha wa kadha, bali kiwazengelea vijana zao wa kike waume. Tarikhi ya Ayatullah al-Burujurdi katika darsa yake ya wanafunzi ulama wakitoa darsa za kusomesha, huwa kuna pengine wanafunzi 1500. Binti yake alipokuwa tayari kuolewa alinadi darasani kila wakati na dhurufu zake, sineni yao kutoka mkunguni unadi binti yako, tumefahamiana, tujue kuitukua mifano na tujue kuiadapt kulingana na wakati. Sitaweza mtu apande jukwaani mkunguni aanze kutangaza kwamba nina binti yangu nitaka kumuoa, lakini mwangalie Ayatullah Burujurdi mwanzo ameitangaza kwa wanafunzi wake na kwa wale waelewao sera za hauza. Ayatullah Burujurdi asomesha bahthul kharij, ni nani wanaohudhuria bahthul kharij na wamesikia kiwango gani katika elimu na katika dini. Wale waelewao sera za usomi wa hauza wataelewa ni krimu gani iliyokuwa pale mbele yake anapokuwa yeye utangaza kutengea mume watakumwoza binti yake. Kana nani, nina binti yangu amekamilika, una sifa hii, ni nani katika wanafunzi wangu uko tayari ni muoze? Mwanafunzi mmoja akainua mkono akamwambia mimi. Lakini akamwambia Maulana, mimi sina kitu, kwani wa hali yangu mimi mwanafunzi niko kwako usoma na nini. Akamtukua akaenda naye mpaka nyumbani, akamweka nje, akaingia ndani, akamwambia binti yangu nimekuilia na mume fakhri ya mume, nimemuyea, nimemsomesha na muyua elimu yake na muyua takwa yake na yua nini, lakini hana kitu mfukoni. Amwambia binti yake, lakini ikiwa nkidini nkitabia mimi mmeshiba naye, wanena nini? Binti akamwambia mimi niko tayari. Akamwambia basi khairi haicheleweshi. Sasa hapo ndio khairi haicheleweshi. Wasema magharibi Ayatullah Burujurdi alifunga ndoa baina binti yake na ule mwanafunzi, na akaamrisha katika chumba kimoja nyumbani kwake kitayarishwe, akawaweka mwanafunzi wake na binti yake, na akawaambia andani maisha, mtakapokupata mahala kustakiri mtatukuana, mwende mkaketi pale mahali. Ni aibu? Si aibu.
Aibu ni pale utakapokumuona binti yako wal billahi, wala Mungu asijalie kumpata mtu amekuiliana mtu katika alaka si kisharia, yale ndio yatakayoonekana ya nini, ya aibu. Lakini kumchukua binti yako kumpa mume hakuna aibu. Haya ni mambo tutaka tu yao. Nukta nyingine katika masala ya posa, ada na desturi na heshima. Hakutoki mume gumandra gupili paka nyumbani hoji bana mimi nimekuja namtaka binti yenu. Haya ni mambo ambayo hayako katika mustawa wa heshima na mila za Kiislamu. Na alhamdulillah kwetu bado yako, ima kutatoka ni wazazi ama ni watu wazima ama ni watu wa kukubalika. Hata kama mtu hana jamaa katika yule alio, huwa kukifuatwa watu fulani wakenda. Zile zetu ni muhimu sana, kwa sababu zina dori katika kuonesha, hususa wanapokwenda kama family, wanapotoka wazazi wa mume wakenda wakataka kwa wazazi wa mke, ile ni kuonesha kwamba sisi tuiangalia ndoa ni family yao nini, yao family. Si mwanamume tu waoana na nani, na mwanamke. Katika ada za posa ni mwanamume baada ya kupeka posa haidri mkono mtupu. Hizi zakhtilifiana kulingana na kukhtalifiana jamii na mila za watu. Upekwa kama ni pete, ni leso, ni kwa daraja za watu na kwa uwezo wa watu, na pengine kukawa na sherehe aina fulani. Ni vitu ambazo kwamba japokuwa Uislamu haukuzielezea, lakini Sheikh Ibrahim al-Amini katika kitabu chake azungumza kwamba ni vitu zafaa zishajishwe, kwa sababu zaipa ndoa haiba. Kama mimi mara nyingi nimezungumza hata yuzi Shaabani, yale masala ya kuingia Ramadhani ya watu kwenda mifungo, nimeona vitu kama zile ni lazima zishajiishwe, na ikiwa kuna la haramu ufanywa lipijwe msasa. Isiwe tutapinga vitu zile, tutaifanya Ramadhani tuingilie kama mwezi wa kawaida. Kama mingine leo utasikia watu mmekwenda Nairobi bwana, kingalia Ramadhani, uone kutambui Ramadhani, utambui balanti. Ni lipi ilo kufanya wewe usitambue zile? Ni yale mambo matoto ambao sisi mara nyingine hufanya hututia dhiki. Leo utasikia mtu pengine kupigwa mashahada kwenye speaker, pengine mara nyingine tukwambia fujo tu mwini. Zile zina dauri lake katika kukufahamisha wewe waishi katika siku gani. Shiarat watu kauona, usikia upitapo usikia mashahada pale, wewe usikia astaghfiru, una Ramadhani aje wiki mzima, jana wametukua nyuti za paramandi, wametukua nini. Ile yote yatufanya sisi kwamba tujiandaa kupokea mgeni, tunamtambua, tunamheshimu. Ikiwa kulikuwa kufanywa makosa utangamana wanaume na wanawake, urekebishwe pale, lakini kwenda mfungo si haramu. Na pia katika masala ya posa, Sheikh Ibrahim al-Amini anena zile sherehe fulani zinaufanywa, na pengine wanawake wakangia wakatoa mashairi wakajibizana, kukatolewa leso zenye maina ya mafumbo na nini. Zitu zile ni zitu za fazi shajishwe, zisingie kwenye israfu. Sirudi pale tukawa itakuwa posa nyingi kuliko mahari, lakini ibaki ile ndoa kuipa haiba kiasi ambacho itakuwa na uzito katika jamii. Baada ya kupekwa posa na kukubaliana posa, pale sasa sisi huwa maina tukitumia mengine. Hata Kiarabu mwanamume pale atamkuliwa khatib na mwanamke huwa mkuliwa nini, makhtuba. Hamkuliwi tena sasa Zaidun wala Fatima, huyu atamkuliwa ni khatib, na sisi humkuliwa mposa na mposwa. Lakini kitu kimoja ifahamike, pamoja na kwamba kuposa ni kitu kizuri na nini, haijabadilisha kitu chochote kisheria. Hapa ndipo nitakapokufika. Abaki Zaidi ni Zaidi, si mume, na Fatima ni Fatima, si mke, maadamu ni nini, ni posa. Hakukufungwa akdi.
umepeka maneno, umekubaliwa, umepoa deti, na wenye kupewa kutokuwa maneno wamekubali, kumeafikiana harusi ni Disemba, tarehe fulani, kuanzia pale mpaka siku leo utakao kuambiwa zawajtuka, ule si mke wako, na mwanamke ule wa pili si nani? Si mumewe. Kwa hivyo ni mengi yanayofanyika ya haramu hapo katikati kwa huja ya posa, na pengine wazazi walikuwa na mikazo miaka yote, ilipofika lakini si amshamtaka, kwa kaona jamaa amempitia na kutukua, ameingia nyumbani, kumekuwa huwatwa rebe nyumbani mpaka kupita kiasi, keti faragha, na pengine kukawa kutapitika mambo fulani ambayo si ya halali. Kwa hivyo barobaro na banati wataka wazingatie sana masala kama haya, kwamba kipindi cha posa hakibadilishi chochote katika mizani za kisharia. Licha masala ya kumpekea mkono, hata kukutokea bila ya hijabu ni makosa, sababu bado hajawa mke wako. Hizi vitu zataka zitungwe sana. Baada ya posa, wakati umenimalizikia, lakini nilikuwa nataka nimalize hii nukta ya posa, kesho tuingie kwenye zifafu, sherehe za harusi, lakini nitasimama bado dakika 2 tu, na nukta muhimu nataka kuzungumza kabla hapo yaondoka. Kwa kuna suala limekuja lina alaka na huku. Nauliza, dada yangu amekuja kuposwa na mtu asiyekuwa Muislamu, lakini amekubali kusilimu. Swali, je, ni mujarrad wa kusilimu aweza kumuoa au kuna utaratibu fulani kufuatwa? Naomba unisaidie. Haya ni katika matatizo tunayoyaishi kwenye community yetu. Sisi mtu akinena la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, Uislamu umetuamrisha pale pale tumzingatie nani? Muislamu. Awe amesilimu kwa lengo, awe alikuwa na agenda, lakini maadamu amekuya amenena ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sisi tutamwambia wewe ni muslimun, laka ma lilmuslimina wa alayka ma ala almuslimin. Una haki ambazo wanazo Waislamu na una majukumu walionayo Waislamu. Kwa hivyo wewe sasa yao ukitinda utakula, wewe ukioa utanena ndoa yako ni halali, wewe mpaka mwisho. Yani haki, kila haki alionayo Muislamu na wewe unayo, na kila jukumu lilioko yule Muislamu. Yani ukizini sasa tutakupiga mbati kama ilikuwa kabla hatukupiji ma ala almuslimin. Mpaka hapa tumeelewana. Kwa hivyo mimi sitaki kunena kwamba ule aliosilimu usiku na alfajiri huoa ni Muislamu au si Muislamu. Hatukupewa jukumu la kugawanya Uislamu wala kutoa rasiti za kutia watu kwenye Uislamu wala kutoa. Amenena ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, huyo nani? Ni Muislamu. Lakini masala ikiwa Muislamu alozaliwa Muislamu, umeambiwa utaue nani wa kumuoza binti yako? Sisi tumeambiwa sasa yao. Hata masala kwenda kwenye kusilimu, alozaliwa Muislamu, tunauishi muimoya, twayuana, baba yake fulani, mama yake fulani, nasaba yake ni ipi? Tumeambiwa tukija tumpigane tochi. Na kila mmoja mwangalie ana maadili, ana dini, ana zile shurti zote nilizozungumza. Kefu leo mtu mgeni amekuja usiku amepiga shahada, asubuhi wa mtunda binti umpe? Kwa hivyo mimi imani yangu naona ni makosa kutukua binti kumpa mtu ambaye amesilimu usiku, asubuhi ukampa binti. Si kwa sababu ya kwamba nashuku Uislamu wake, amepiga shahada nani? Ni Muislamu. Ni kwa sababu kwamba hii ni ndoa, si bao la komwe. Ni masala ya ruhu kwa ruhu. Wewe watu wa kiumbe wakabidhi kiumbe, wapanga mambo 100. Je, atakuwa mambo sampuli hini? Haya. Nukta ya mwisho nitakutoka kwenye mada. Kesho ni Jumanne, tarehe 16. Kesho ndio kesi ya Manda.
na tulikuwa tutarajia kesi ya kwanza kesho ndio tuwasikia uamuzi kesi ya kwanza. Kwa hivyo kitu ambacho nataka kuwaomba watu ni kwamba ni muhimu kesho tuweko kwa wingi kotini kwa ule atakayekupata nafasi. Kesho inshallah saa 4 asubuhi tutarajia hiyo kesi. Kuna uvumi wa hapa na pale kuikwepa, kuna nguvu aina fulani, lakini mimi nataka tutembee kwa karata hili. Maana watu wengi watuambia sheria hatuwezi, sheria ni hizi za ufisadi, sheria za wenye nguvu. Ikiwa ni chama cha kushindana kuhonga, hatuwezi kushindana kuhonga. Maana yote maduka. Jaji nani maduka, ni ule atoa pesa nyingi ndio atakao kutukua hukumu. Lakini sisi tunataka tuthibitishe sasa hiyo kwamba presha ya umma na ufisadi upi utatukua haki itatoka wapi? Sasa kitu muhimu ni kwamba wao waelewe, yeye jaji ajue kwamba umma uko mato na waangalia wangoja uamuzi wake atakao kutoa kesho ni uamuzi gani. Hapa tu ndipo tunapopata. Kisha amue atakalo. Ikiwa atatukua senti amue atafanya nini, lakini apige hisabu sana wakati atakapokuamua. Na nafikiria anazo hisabu kuzipiga, kwa sababu katika habari ndo zipata moya ni kwamba yeye alijua yeye kabila gani na alijua siku ile dharubu alizozipata, ajua habari hizo kwa vizuri sana. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kuna ratibu wetu hapa amefiliwa na jamaa yake.